Katika milima inayotazamana na mji wa Medellin nchini Colombia, yapo majengo ya kifahari ndani ya milima hiyo ambayo kwa sasa majengo haya yanatumika kama nyumba ya watawa wa kanisa Katoliki, lakini kabla ya watawa hawa kupewa majengo haya mwaka 2007, majengo haya yalikuwa ni gereza ambalo lilijengwa mwaka 91 kumhifadhi mfungwa maalum raia wa Colombia. Gereza hili lilikuwa ni tofauti kabisa na magereza yote ambayo umewahi kuyasikia, kwa sababu gereza hili licha ya kuwa mali ya serikali, lakini mchoro wake ulichorwa na kubuniwa na mfungwa mwenyewe. Si hivyo tu, bali hata maaskari magereza ambao walikuwa wanalinda gereza hili walichaguliwa na mfungwa mwenyewe, na hata polisi wa nchi ya Colombia walikuwa hawaruhusiwi kusogelea gereza hilo hata umbali wa maili 12 tu. Kama hiyo haitoshi, gereza hili lilikuwa na uwanja wa mpira wa miguu, lilikuwa na bafu lenye jacuzzi, lilikuwa na bar, lilikuwa na maporomoko ya maji wanaita waterfalls, ambayo ilibuniwa kiustadi kabisa, na pia chumba cha selo alicholala mfungwa huyu kilikuwa na kitanda kikubwa cha duara chenye kuzunguka pamoja na television kubwa. Kama hii haitoshi, kwenye gereza hilo pia kulikuwa na chumba maalum cha michezo ya watoto kwa ajili ya watoto wa mfungwa huyo pindi akitembelewa na familia yake, na pia ndani ya gereza kulikuwa na darubini kali, telescope, ya kumwezesha mfungwa huyo kuangalia katikati ya mji wa Medellin ambako familia ya mfungwa huyo iliishi, na kila siku jioni walitoka nje kibarazani kuongea naye kwenye simu huku akiwa anatazama kwa darubini. Amini, gereza hili lilijulikana kama La Catedral na lilimuhifadhi mfungwa muhimu zaidi duniani na binadamu aliyefinyanga na kuifanya biashara ya mihadarati iwe jinsi ilivyo hivi leo. Marafiki zake wa karibu walipenda kumuita El Praton, yani the boss, ama El Zar de la Cocaine. Lakini alipozaliwa wazazi wake walimuita Pablo Emilio Escobar Gaviria, ama kwa kifupi Pablo Escobar kama ulimwengu wote unavyomtambua. Akiwa mtoto wa tatu kwenye familia ya watoto 7 ambapo baba yake alikuwa ni mkulima na mama yake mwalimu ya shule ya chekechea, Pablo Escobar alikuwa ni mwenye kutamani mambo mazito na mwenye maono makubwa tangu angali mtoto. Akiwa bado kwenye umri mdogo, Pablo mara kwa mara aliwaambia ndugu zake na marafiki zake kuwa anataka awe na utajiri wa kiasi cha pesa milioni 1 za Colombia atakapofikisha umri wa miaka 22 tu. Ndoto hizi zilimfanya ashindwe kumaliza chuo kikuu alipokuwa anasoma na kujiingiza katika biashara za halali na haramu, na hatimaye aliacha masomo chuoni. Moja ya biashara zake haramu za kwanza kabisa akiwa kijana chini ya miaka 21 ilikuwa ni kutengeneza vyeti bandia vya stashahada ya chuo alichokuwa anasoma na kuwauzia watu wanaohitaji kwa ajili ya kwenda kupata ajira. Pamoja na biashara hiyo pia, Pablo alijihusisha na kusambaza mizigo ya sigara zilizokuwa haziruhusiwi nchini Colombia. Pia alifanya kazi kama mlinzi binafsi pamoja na wizi wa magari. Moja ya matukio muhimu ya ujana wa Pablo yaliyochangia kuamsha hari ndani yake na kumfanya atamani kuwa mmoja wa manguli wa biashara haramu lilikuwa ni tukio ambalo alipofikisha miaka 26 alifanikiwa kuweka benki kiasi cha pesa milioni 100 za Colombia. Mafanikio haya yaliwasha taa ndani yake na kuamsha hari ya kutaka kuwa papa katika dunia ya siri ya ulimwengu wa biashara haramu. Katika miaka ya 70, mamlaka ya kupambana na matumizi mabaya ya dawa nchini Marekani, US Drug Enforcement Agency, waliwahi kutangaza kuwa wamewekeza zaidi rasilimali zao kupambana na matumizi na uingizaji wa dawa aina ya heroin nchini Marekani, na kwa maoni yao walisema kuwa wanadhani madawa aina ya cocaine hayakuwa na uwezo wa kuleta uteja, yani addiction, ama kufanya mtumiaji kuwa muhalifu tofauti na dawa aina ya heroin. Hii ilikuwa ni kosa kubwa sana kwa upande wao, kwa sababu kijana Pablo aliona mwenye huu na udhaifu huu upande wa DEA ama US Drug Enforcement Agency, ama pengine tuseme kwamba Pablo alifahamu zaidi kuhusu ulimwengu wa mihadarati kuliko DEA. Kitu kikubwa ambacho Pablo alikiona na watu wakiwemo DEA hawakukiona ilikuwa ni uwezekano wa kufanya cocaine kuwa moja ya madawa yenye soko zaidi Amerika ya Kaskazini. Katika kipindi hiki kulikuwa na watumiaji wachache sana wa cocaine nchini Marekani, lakini Pablo aliona fursa ya kuifanya mihadarati hiyo kuwa moja ya dawa yenye kuhitajika sana nchini Marekani na ulimwengu kiujumla. Kutokana na uzoefu wake wa ulimwengu wa kihalifu, Pablo aligundua kuwa zao la koka linalolimwa nchini Bolivia ambalo linatumika kutengeneza cocaine ni bora zaidi kuliko koka inayolimwa nchini kwake Colombia. Hivyo basi Pablo akadhamiria kuwa kama anaingia kwenye biashara hiyo ya kusafirisha cocaine, ni lazima mihadarati yake iwe tofauti na bora zaidi kuliko cocaine nyingine watu walizozoea kutumia. Akadhamiria kufanya cocaine yake iwe daraja la kwanza ili kuvutia watumiaji na kufanya soko likue kwa haraka. Kama sehemu ya mkakati wake
wake wa kuingia rasmi kwenye biashara ya kusafirisha mihadarati aina ya cocaine, mwaka 75 kijana Pablo alisafiri mpaka nchini Bolivia kukutana na Roberto Suarez Gomez, ambaye marafiki zake walipenda kumuita El Platino, yani the Godfather, kiongozi wa genge lililoitwa The Corruptions. Suarez alikuwa ndio mtu pekee anaendesha na kuratibu uzalishaji wa zao la koka katika nchi ya Bolivia. Kipindi hiki Suarez tayari alikuwa na mtandao mkubwa katika Amerika ya Kusini na alikuwa na jina kubwa, ushawishi na nguvu ya kijeshi. Kwa hivyo haikuwa kazi rahisi kwa kijana Pablo kumshawishi Suarez akubali kufanya naye biashara. Huyu bwana Suarez alikuwa na nguvu kiasi kwamba alikuwa na jeshi lake la anga na wanajeshi wa miguu 1500 ambao walipatiwa mafunzo nchini Libya. Pablo alitumia uwezo wake wa kujieleza na uzoefu wake wa ulimwengu wa kihalifu kumshawishi Suarez na kumweleza kuhusu mkakati wake wa kuiteka biashara ya mihadarati ya kokaini nchini Marekani, na akamdadavulia jinsi ambavyo yeye Suarez atapata utajiri wa kupindukia kama atakubali kufanya naye biashara. Pia Pablo alimpa wazo Suarez kuwa atumie ushawishi wake alionao serikalini, kwa sababu Suarez alifanikiwa kumpenyeza mdogo wake serikalini na kuwa waziri wa mambo ya ndani, na Pablo alimwambia ahakikisha wanakutana na kiongozi wa Cuba Fidel Castro ili wamuombe kuwa mshirika wao katika mambo kadhaa. Suala hili lilifanikiwa, kwani Pablo na Suarez walipata fursa adhimu ya kukutana na Fidel Castro, na ombi lao kubwa kwake lilikuwa ni kuwaruhusu kupitisha mizigo yao nchini kwake Cuba na nchi za jirani pasipo bugdha. Pia walimwomba aruhusu ndege zao za mizigo zitue kwenye viwanja vya ndege vya Cuba na kujaza mafuta pale inapobidi kufanya hivyo. Castro akawakubalia kwa masharti mawili. Moja ni kwamba atakuwa anachaji mamilioni ya dola za Marekani kwa huduma hizo, na pili, mihadarati hiyo isiuzwe ndani ya Amerika ya Kusini bali isafirishwe na kuuzwa Marekani, ambapo Fidel Castro alisisitiza kuwa atafurahi akiona vijana wa mabepari wakiharibika na mihadarati. Masharti yote haya mawili yakakubaliwa na Pablo na Suarez, kisha wakarejea Bolivia. Baada ya kufanya mazungumzo juu ya namna watakavyofanya biashara, hatimaye Pablo na Suarez walifikia mwafaka, na kwa mzigo wake wa kwanza alionunua nchini Bolivia kutoka kwa Suarez ulikuwa ni kilo 14 za unga ghafi za cocaine. Baada ya unga ghafi kufikishwa nchini Colombia kwenye mji wa Medellin, Pablo alikuwa ameandaa jengo maalum la ghorofa 2 ambalo alilitengeneza kuwa maabara maalum, ambapo cocaine ghafi kutoka Bolivia iliyochanganywa na mali ghafi nyingine na kuboreshwa zaidi kikemikia, na hatimaye kupata cocaine daraja la kwanza aliyohitaji tayari kusafirishwa nchini Marekani kwa walaji. Inawezekana kuna wengine pengine wanajiuliza tofauti hasa ya cocaine na mihadarati mingine kama vile heroin. Labda ni kudokeze kwa ufupi namna gani cocaine inatengenezwa mpaka kuwa namna ilivyo, Haya, twenzetu darasani kama vipi. Cocaine inatengenezwa kutoka katika majani ya mmea wa koka ambao unalimwa sana huko Amerika ya Kusini. Kama umewahi kuona mti wa mkahawa, basi unafanana kimuonekano kwa asilimia kubwa na mmea huu wa koka. Baada ya majani kuchumwa kutoka katika mmea wa koka, yanapelekwa maabara na kisha yanakatwa vipande vidogo vidogo na kunyunyuziwa chumvi ya carbonate na kiasi kidogo cha maji. Baada ya hapo mchanganyiko huu unaongezewa mafuta ya taa ama dizeli. Kisha baada ya hapo mchanganyiko huu, yani majani ya koka, chumvi ya carbonate pamoja na dizeli ama mafuta ya taa, unakorogwa kwa siku 3 mfululizo. Watengenezaji wengi wanatumia mashine ya kufulia ama mashine ya kuchanganya zege kukoroga huu mchanganyiko kwa siku 3 mfululizo pasipo kuacha. Hii inasaidia kutenganisha cocaine yenyewe kutoka katika majani ya koka. Baada ya hatua hiyo, kimiminika kinachopatikana kinachemshwa ili kuondoa nta inayotoka kwenye majani ya koka. Watu wa Tabora nadhani watakuwa wananielewa zaidi hapa, maana inakuwa kama vile unapochemsha asali mbichi kuondoa nta na takataka nyingine. Baada ya mchanganyiko kuchemshwa kuondoa nta inayochujwa na kisha kuchanganywa na sulfuric acid ili kubadili vimelea vinasaba huru vya cocaine vilivyopo kwenye mchanganyiko na kuvifanya kuwa cocaine sulfate. Baada ya hapo mchanganyiko huu unaachwa utulie, na baada ya muda cocaine sulfate inatua chini polepole. Kisha cocaine sulfate iliyotuama chini inaondolewa na kuchanganywa na chokaa pamoja na unga wa soda. Hii inafanyika ili kufifisha ukali wa sulfuric acid iliyowekwa mwanzoni. Baada ya hatua hii kufanyika, kinapatikana kitu kigumu lakini kilaini kama bazoka hivi chenye rangi ya njano. Hiki kinakaushwa na kusindikwa tayari kusafirishwa kwa wauzaji wa jumla. Hii ndo cocaine unayoonaga kwenye runinga maarufu kama pipi, ambazo watu tuliozoea kuwaita punda huwa wanakamatwa nayo kwenye viwanja vya ndege wakiwa wamevimeza. Pipi wanaita. Hatari. Baada ya pipi kumfikia muuzaji wa jumla, inabidi abadilishe iwe katika hali inayoweza kutumiwa na mlaji.
Hapa wanachanganya na tindikali hafifu, diluted sulfuric acid, na kuongezea potassium, kemikali hii ambapo inaunguza takataka ndogo ndogo zote zilizopo kwenye pipi na kuibadilisha kutoka rangi ya njano na kuwa kitu kisicho na rangi kabisa, ama weupe kwa mbali hivi. Baada ya hapo inachujwa tena na kuchanganywa na amonia ili kufifisha asidi iliyowekwa, na kisha inaachwa ikauke. Ikisha kaushwa unapatikana unga mweupe wenye ladha chungu, wenye kuyeyuka haraka ukiwekwa maji. Hii sasa ndio ile bidhaa ambayo inaingia mtaani na inaharibu vijana kinoma. Watu wanaita ngada, wengine poda, unga na majina mengi sana. Kiuhalisia yenyewe katika hali hii jina rasmi inaitwa cocaine hydrochloride. Sasa basi, baada ya cocaine kutoka kwa Pablo kuingia kwenye soko la Marekani, uhitaji na biashara ya mihadarati ya cocaine ilipaa kwa kasi ya ajabu, na Pablo Escobar akaanzisha rasmi genge la biashara ya mihadarati na akaliita Medellin Cartel. Pablo akatengeneza mtandao madhubuti wa wasambazaji wa mihadarati yake katika mji wa Florida na California pamoja na majimbo mengine ya Marekani. Pia akabuni njia mpya ya kupitisha mihadarati kupitia Bahamas katika kisiwa cha Norman's Cay, takriban kilomita 350 kusini mashariki mwa pwani ya Florida. Ili kufanikisha zaidi azma yake, Pablo Escobar alinunua nusu ya ardhi ya kisiwa cha Norman's Cay na nusu nyingine ikanunuliwa na swaiba wake wa Kimarekani aliyeitwa Robert Vesco, ambaye pia alikuwa ndiye anashughulikia masuala yake ya kibenki na uhasibu. Katika kisiwa hiki Pablo alitengeneza uwanja wa ndege, bandari, hoteli, nyumba za kuishi pamoja na ghala kubwa la jokofu maalum kwa ajili ya kuhifadhi mizigo ya cocaine kabla ya kuisafirisha kwenda Marekani. Kwa kifupi, hapa ndipo kilikuwa kitovu cha biashara cha genge lake la Medellin Cartel. Pablo Escobar alikuwa amepania hasa kuliteka soko la cocaine Amerika ya Kaskazini, na hii ilijidhihirisha kutokana na juhudi zake alizofanya kibiashara ili muda wote awe hatua kadhaa mbele tofauti na washindani wake kibiashara. Ili kufanikisha usafirishaji wa mizigo yake kwa ufasaha na uhakika, Pablo alinunua ndege za mizigo 15 za ukubwa wa kati na helikopta 6. Pia alinunua nyambizi ndogo 2 wanaita submarines kwa ajili ya kusafirisha mizigo mikubwa ya mihadarati. Hadi kufikia mwaka 85, Pablo alikuwa anasafirisha takriban tani 70 mpaka 80 za cocaine kwa mwezi, na alikuwa ameshikilia asilimia 80 ya soko la mihadarati la Marekani. Na katika kipindi hiki genge lake la Medellin Cartel lilikuwa linaingiza kipato cha dola milioni 70 kwa siku, sawa na shilingi bilioni 140 za Kitanzania, na mapato yao kwa mwaka mzima yalifikia dola bilioni 21.9. Hii ni shilingi trilioni 46 za Kitanzania. Katika miaka ya 90, utajiri wake binafsi ulifikia kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 30, ni kama shilingi trilioni 110 za Kitanzania. Na katika kipindi hiki ambacho jarida maarufu la Forbes lilimuorodhesha Pablo Escobar kama mtu namba 5 tajiri zaidi ulimwenguni na muhalifu tajiri zaidi katika historia ya dunia. Kutokana na nguvu na ushawishi alionao, Pablo aliteuliwa na serikali kama mjumbe wa baraza la wawakilishi la Colombia kupitia chama cha kiliberali cha Colombia. Moja ya majukumu muhimu aliyokuwa anayafanya akiwa kama mjumbe wa baraza la wawakilishi ilikuwa ni kwenda kuiwakilisha serikali ya Colombia katika sherehe za kuapishwa kwa waziri mkuu mpya wa Uhispania, Bwana Felipe Gonzalez, mwaka 1982, ambapo Pablo alitumia nafasi hii ya safari ya kiserikali nchini Uhispania kuanzisha tawi jipya la genge lake la Medellin Cartel katika nchi ya Uhispania. Tafadhali usikose sehemu ya pili kufahamu namna ambavyo huyu mnyama Pablo alivyokuwa akiishi kitajiri. Hatari!